Bwana Yesu apewe sasa. Amina. Kwa sababu gani? Kwa sababu leo kuna anga ambao mimi nipo. Yuko mwenye nguvu kunizidi. Yuko mwenye uwezo kunizidi. Kwa hiyo kuna anga ambayo naiendea. Ninayoimudu na mipangua ambayo siwezi kuimudu na kupiga simu. Kama siwezi kupiga simu na ingia rohoni. Roho ya baba yangu ninayo hapa. Ndio maana Mungu alisema kwamba mjue Mungu wa baba yako. Ukamtumikia kwa moyo wa kupenda. Kwa hiyo kabla hatujaendelea kusomea nguvu za Yesu ambazo zinafanya kazi ndani yako. Hizi nguvu za Yesu huwa haziwezi kuingia zenyewe. Hizi nguvu za Yesu kuna mtu ambaye anaziingiza kwenye maisha yako. Haleluya. Amen. Sisi tunaanza kuelewa kidogo. Amen. Kwa tunapoendelea kusomea mtu mwenye nguvu, unapokuwa sasa umeshaanza kuokoka. Yule mwenye nguvu aliyekuwa amejizingira kwenye maisha yako. Haleluya. Ndio maana unaona pepo pale sasa tunakujua, unadhani na mjuaji. Haleluya. Ndio. Umeona sasa tunakujua Yesu. Haleluya. Lakini nimemjua kwa jina, bali nimemjua kwa jina. Kwa sababu ya uhalisia, ile mamlaka ambayo Mungu amemmilikisha. Kwa hiyo ile mamlaka ambayo Mungu amemmilikisha, mimi wewe naambia hivi. Neno la Mungu linasema kwamba ametufanya punde kuliko malaika. Si ndio? Mungu yeye ni moto ulao. Wakati yeye ni moto ulao anasema kwamba anatufanya sisi kwa miali ya moto. Maana kama sisi ni miali ya moto, Baba amefundisha hapa akasema ni kwamba ikiwa wanadamu anajinasaba vya baba na mama yake anajinasaba vya baba, basi sisi ndio vile Mungu wetu alivyo ndivyo sisi tulivyo. Unapoelewa kweli ya Mungu kwenye maisha yako, hakuna mzimu unaweza kukusumbua tena. Hakuna uchawi unaweza kukutesa. Hakuna uganga unaweza kukutesa. Shetani anawaza kupata maisha yako kwa sababu haujajua haki yako ya msingi. Haujajua wewe ni nani. Kwanza hata kama hujamjua Mungu vizuri, ungemjua baba yako akiwa na nguvu kiasi gani. Haya mapata siende lako kushikilia. Haya majini siende lako kushikilia. Haleluya. Kwa hiyo ni kwanza kutambua mtu ambaye anakuongoza sio mtu wa kawaida. Mtu ambaye yuko juu ya maisha yako sio mtu wa kawaida. Haleluya. Ndio maana kuna muda unaweza kulala unaota ndoto. Unakuta kuna vitu vinakuja afu yeye anakutetea. Yeye anakupigania. Ni kwa sababu yeye ndio mwenye nguvu kukuzidi. Haleluya. Kwa hiyo unapoona tuko hapa ni kwa sababu kuna mtu aliyekuzidi ambaye anakutetea usiku na mchana. Huduma sikienda yeye kwa sababu ya kwenda kwa huduma. Kwa sababu yeye ndio mwenye mamlaka kukuzidi. Haleluya. Kama tunahitaji mtu mwenye nguvu kumzidi aliyekufunga wewe, aliyekushikilia wewe. Naomba tusome kitabu kutoka sura ya 3. Tutaanzia pale tukaanza kuelewa vizuri zaidi kutokea pale. Basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midiani. Aliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu, hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katika kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Kwanza kuona hapa mtumishi wa Mungu anaitwa Musa. Bwana Yesu apewe sifa. Kati anasema kwamba Musa alikuwa akichunga kundi la kondoo kwa nchi ya Midiani. Haleluya. Nini maana ya kuchunga? Maana huyu Musa alikuwa anafanya shughuli za kawaida za kibinadamu ambazo mimi na wewe tulikuwa tunazifanya kabla hatujamjua Mungu. Wakati Musa alikuwa akichunga hilo kundi, anasema kwamba ghafla akaona kijiti kinawaka moto, lakini kile kijiti hakiteketei. Alipoona kijiti kinawaka moto hakiteketei, akasema nitageuka nione haya maono. Kwa nini kijiti kinawaka moto alafu hakiteketei? Wakati hapo tunajiona Mungu anasema
Mungu. Amen. Haleluya. Amina.